Peter Kipkemboi ndiye mshukiwa wa kwanza wa ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 kupatikana na hatia na kuhukumiwa kuhusiana na ghasia hizo. Hii leo Jaji Roslyn Wendo wa Mahakama Kuu huko Nakuru alimhukumu Kipkemboi kifungo cha maisha baada ya kumpata na hatia ya kumuua mzee Kamau Kimani. Kipkemboi alifikishwa mahakamani mnamo mwaka 2008 akidaiwa kumuua mzee huyo aliyekuwa na umri wa miaka 70 kwa kumdunga mshale kichwani. Kosa analodaiwa kutekeleza mnamo tarehe 1 mwezi Januari mwaka 2008 katika eneo la Timboroa. Wakati wa ghasia hizo, nyumba 7 zinazodaiwa kumilikiwa na mzee huyo katika eneo la Timboroa ziliteketezwa, huku nyumba 5 za mwanawe mkubwa vile zikichomwa. Mbali na hayo, mifugo pia waliibwa. Ni kufuatia ushahidi wa watu 11 ambapo mahakama ilimpata Kipkemboi na hatia ya mauaji na wizi, na kusema kwamba mashahidi waliweza kumtambua kwani ni majirani zake. Mimi narudisha shukrani kidogo kwa vile haki naona inaanza kutendeka. Ni mwezi Februari mwaka huu ambapo mkurugenzi wa mashtaka ya umma alipoingilia kati ili kuharakisha kesi hizo kwa kubuni jopo kazi la watu 20 kuchunguza kesi hizo. Mnamo mwaka jana, aliyekuwa afisa wa GSU Edwin Kirui aliyekuwa akikabiliwa na mashtaka ya mauaji ya waandamanaji huko Kondele, Kisumu, aliachiliwa huru na mahakama ya Nairobi, huku washukiwa wengine wa ghasia hizo wakiachiliwa huru na mahakama ya Eldoret mnamo mwaka 2010. Janet Chapia, Citizen Nipashe.